Mimi nadhani kwanza, mimi napenda watu wa kwanza, wanachama wa Simba wajifunze sana kuhusu muundo wa uendeshaji wa timu, na nadhani mwenyekiti umelisema mapema kwamba baada ya kukamilika kwa mchakato huo, sasa ndo tunaenda kutengeneza sharing agreement, yaani mfumo wa uendeshaji, kile ambacho ataongoza huyo atafanya, na wala haiwezi kuwa dhambi kwenye uongozaji wa timu upande wowote ukatoa mwenyekiti wa bodi. Bodi ndio inayosimamia ndani zote. Sasa nadhani tukijibu hilo sasa itakuwa ni mapema mno, kwa sababu baada ya hapo ndo tutaenda kutengeneza hiyo sharing agreement na itaonyesha mapendekezo ya BMT yameonekana, na hapo mapendekezo mengine yametoka katika vyombo na taasisi nyingine tofauti. Hata sisi wanachama wa Simba nao vile vile tulikuwa na mapendekezo yetu. Bahati nzuri sana sisi wawekezaji wetu ni wana Simba na upande wa klabu ni wana Simba, kwa hiyo hakuna shida. Hilo kwangu mimi naona ni mapema sana kuweza kulizungumzia, kwa sababu tutakwenda mbele ya makubaliano ambayo tutakuja kuyafikia. Ila kwa mkataba tuliokuwa nao awali, tulikuwa lazima tutengeneze special purpose vehicle ambayo ingeweza kufanya haya ambayo tumeweza kuyafanya. Waandishi ambao ndo mnawataarifu umma, hamjawahi kuzungumzia kwenye transformation hii ambayo Simba iliingia na mwekezaji kwa kipindi cha kutokea mwaka 2017 mpaka 2025, kutoka kwenye timu ambayo ilikuwa unranked mpaka kuja kuwa ranked namba 5. Haya ni mabadiliko makubwa sana, lakini pia hamwangalii mifano ya timu zingine na katiba zao ambazo zimesajiliwa na mpaka leo hakuna chochote ambacho wamefanya na wanaendeshana kisultani tu, hamwaulizi hapo. Sasa sisi tunachoweza kuahidi kwamba tutatoa mashirikiano ya kutosha kwa umma kuelewa sasa hivi mwenyekiti wa bodi atakuwa ni nani na anatokaje. Wala usizungumzie habari ya jina langu, mimi ni binadamu, naweza nikafa leo, anaweza akaja mtu mwingine, akaja mtu mwingine na mtu mwingine. Wala hatuna ugomvi. Kwanza kwenye kikao sisi tunapokaa huwa wala hatuangalii nani ametoka wapi, na hakuna mwenye mamlaka, kwa sababu pale hatufanyi wrestling. Maana ingekuwa kama tunaenda kwenye mieleka kweli, ingesema mtu kama Magoli mimi nakabiliana naye vipi? Lakini pale tunazungumzia hoja, zinakuja hoja ambazo zimeandaliwa kutoka kwenye management na zingine ambazo zimetoka kwenye kamati zetu mbalimbali, tunazijadili na tunafikia maamuzi ambayo yatakuwa ni kwa manufaa ya maendeleo ya club na timu yetu. Sasa mimi nitajuaje? Kwa sababu hiyo ya wawekezaji, unajua, ngoja nikwambie, unapokuwa na taasisi huwa haifanyi nini, yaani haikai tu, taasisi inakuwa. Ndio maana hizi katiba zitakazo zabadilishwa, bodi itakwenda zabadilishwa, itakwenda na improve. Mwaka nyinyi wajui tu, miaka 2003 kuzungumzia tu kwamba unaweza ukauza hisa za wanachama kwenda kwa mwekezaji, hiyo kitu kwanza ilikuwa ni dhambi. Hiyo kitu ilikuwa ni dhambi 2003. Wakati Mohamed anazungumzia hivyo, tulimwambia wewe Mohamed, uuze Simba wewe, akaacha na akaondoka. Lakini 2017 18 ikafanya nini? Ikawezekana. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba atakuwa ni mwana Simba, atakuwa ni mtu, inaweza kuwa ni taasisi. Kwa mfano uwekezaji wa Ujerumani, shareholders ni taasisi. Unakuta li kampuni likubwa linaamua kununua share. Inawezekana zile share ambazo tumeamua hizo 49 baadaye zikaingia mpaka kwenye stock exchange, watu wakaanza kununua. Kwa hiyo hiyo huko mbele siwezi nikaizungumzia itakuwaje, na wala siwezi kusema itakuwaje. Kama atakuja sio mwekezaji mwana Simba, atakuja sio mwana Simba, atakuja ni kampuni, sio kama ni mtu, siwezi kusema. Siwezi kujua itakuwaje huko mbele, na wala siwezi kusema hii hali itakuwaje. Kwa hiyo si tuiache hiyo kwamba 49 ni mwekezaji, wawekezaji 51 wanachama kufika. Yaani kuna vitu tuliona tumeshindana, sio vigezo. Vigezo maana yake ni qualification.
Mpanzu bado ana mkataba na Simba, bado ana mkataba na Simba. Mpanzu ana mkataba na Simba. Sasa kusema sio utampoteza, utampoteza, bado mkataba na Simba. Basi sasa kama wanasema ataenda, mimi nitawezaje kuwasemea kwamba haendi? Si wanasema wataenda, kwamba si washa mpaka wanapanga line up, si Januari itakuwa hivi itakuwa hivi. Si wacha wapange tu, kwani kuna shida? Wacha wapange tu. Lakini nachokwambia kwamba mkataba, Mpanzu bado ana mkataba na Simba, na mkataba na bei yake ya kununua sio kama hapa Tanzania tunaweza kununua. Siku ya mkutano mkuu baada ya kuwasilisha mapendekezo ya katiba, ni kama baadhi ya wanachama hawakukubali na mwisho au namna ambavyo vikao au mkutano. Nashukuru kwanza swali lako. Mimi ningependa labda tutawaomba wenzetu wa Azam TV watupe ile process ya mkutano mzima ambao ulikuwa huko live. Baada ya kuwa aliyekuwa ameleta mapendekezo ya kuwasilisha, na katika maelezo yangu ya awali nilisema tulipokea mapendekezo ya serikali, tulipokea mapendekezo ya wanachama, tukaunda kamati ambayo ilitoka katika pande zote, wakafikia na wakayaweka sawa. Aliyekuja kusoma mwenyekiti wa ile kamati akaainisha, nikauliza jamani, baada ya maelezo haya kuna mtu yoyote ana hoja? Hakuna. Kama hakuna na agenda zimekwisha, tunafunga mkutano. Sasa wengine wanatengeneza fani, mwingine anakwambia taa ilizimwa, mimi sikuona. Umeona? Sasa sijui taa wakati inazimwa yeye alikuwa wapi na nini kilichotokea. Baada ya kuwa agenda zimeisha, tukawaita watu wakasoma dua, umeme ukiwa unawaka, hakuna taa iliyozimwa. Wakati tunatoka kwenye ukumbi, umeme ulizima na ukarudi hapo hapo. Kwa sababu gani? Tuliwaambia watu wa Diamond Jubilee kwamba hatutaki power interruption, kwa hiyo watumie generator. Kwa kuwa mkutano tumemaliza na tushafunga, kwa hiyo wao wakarudisha kwenye main supply, wakazima generator, wakarudisha umeme wa kawaida. Sasa unataka, yani ni mambo tu ya vituko. Ndio hizo TV hizo. Kwanza nikwambie lile ambalo ulisema kuna wengine hawakuridhika sio nani. Sasa ninyi sinatakiwa muulize. Wewe bana, haya yamewasilishwa, tumeuliza kuna hoja, hakuna. Wewe hujaridhika na nini? Ninyi waandishi mbona mfanyi hiyo kazi? Kumuuliza wewe hoja yako ilikuwa ni nini? Mkutano na taratibu zake, mapendekezo yanayohusu marekebisho ya katiba. Huwezi ukaja ukumbini ukaanza kusema mimi hapa nanyosha mkono, kifungu cha 3 nataka kirekebisho kiandikwe hivi. No. Kuna utaratibu nao umeainishwa kikatiba. Ukiwa na hoja unawasilisha siku 21 kabla ya mkutano ili iweze kupitiwa, na tunakuja pale tunajadiliana, kifungu hiki kinarekebishwa, sababu za kurekebishwa, unatoa mapendekezo yako, tunajadiliana, ndio tunapitisha. Na hakuna kitu chochote duniani, hata uhai. Kwa mwanadamu hakuna kitu muhimu kama uhai, si ndio? Kuna wengine hawataki, wewe hujasikia watu wanajua. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinaweza kukubalika na wote. Ukiniambia kwamba mkutano ule usimame watu wote, haya tupige kura tuseme wote waseme ndio, haiwezekani. Kuna wengine watakataa.